Ukiona unaanza kufanya mambo haya mawili, jua wakati wako wa kuingia kwenye awamu mpya ya maisha yako umefika, na ni wakati wa kuianza safari ya uponyaji. Kwa hiyo roho yako inadai uponyaji. Usidharau hiyo sauti. Ni ujumbe ambao unapewa kupitia takwa la ndani la nafsi yako kwa ajili ya kuanza upya maisha yako. Ukiona unapata shauku ya kwenda kutembelea maeneo yale ya zamani uliokulia tangu ukiwa mtoto, mahali ulipozaliwa, mahali ambako umekulia, mahali ambako umesoma, na hauendi kule kwa ajili ya utalii. Unajua kuna watu ambao wanapenda kutalii maeneo ya zamani waliokuwa. Sasa hii inakuwa unahisi kabisa kwamba yale mazingira uliokulia yana mchango wa moja kwa moja katika hali ulionayo sasa, ambayo unataka kuibadilisha. Sio hali ambayo unaitaka, sio hali ambayo unaifurahia. Kwa hiyo unapoona lile takwa, ni nafsi yako inakwambia hivi, ulipo sasa hivi ni matokeo ya huu mwanzo wako uliokuwa nao, mazingira uliokulia, ambao wengine labda mazingira ya maumivu, mazingira ya umaskini, labda mazingira ya kukosa, kupungukiwa na kadhalika. Mazingira mengine ulikuwa conditioned, mazingira ambayo yaliku influence, mazingira ambayo yalileta matokeo hasi kwenye ufahamu wako, yalikufunga kiakili na katika fikra, na ndio imekupelekea kuwa mtu uliyepo sasa. Moyo wako, nafsi yako inadai, inataka kwenda kiwango kingine, level nyingine. Kwa hiyo lazima uende ukapatane na yale mazingira yako. Hiyo ni hatua muhimu sana katika uponyaji. Alafu hatua ya pili au jambo la pili ukiliona ni pale ambako unaanza kusafisha mazingira yako. Unaanza kuondokana na vitu vya zamani. Unaanza kukusanya kwenye kabati lako, kwenye begi lako, na kuangalia vitu gani ambavyo huvihitaji tena, vingine umekaa navyo kwa muda mrefu, unaamua kuachana navyo. Nakumbuka hii sio usafi wa kawaida. Kuna wale watu just smart, tunapenda kufanya usafi na kadhalika. Yaani hii inakuwa wewe mwenyewe hujui kwa nini, unakuwa hujapanga, haijawa katika ratiba yako, ila nafsi yako tu inakuongoza kwamba unajisikia vibaya, hivi kwa nini nimekaa na kitu miaka yote? Siku nyingine zote ulikuwa unakaa nacho hicho kitu, uone shida yoyote. Lakini wakati huu sasa unashangaa moyo wako na kereketwa, unaumia sasa. Ila nini sasa mimi hili? Watu walinipa zawadi fulani, tena ukiangalia unaona hawakuwa hata na mapenzi ya dhati kwako. Kitu kingine, umepewa zawadi hujaita kukifungua. Wengine mna masaa ya miaka na miaka, you just hold them. Lakini nafsi yako inaanza kudai kuachana vile vitu. Ina maana unaingia katika ukurasa mpya wa maisha yako. Usipoteze hiyo fursa. Anza safari ya uponyaji sasa hivi.